Simba imefikia hatua ya kwamba kila mtu mnataka aondoke sasa. Ni kweli. Mara nyingi kunapokuwa kuna changamoto tofauti. Bana, ngoja niweke kwanza mzigo wangu chini. Kuna changamoto tofauti, kila mtu anatoa maoni yake. Hiyo ni kanuni pekee ya sehemu ambayo inakuwa na changamoto, kwa sababu katika mpira shabiki wa mwisho wa kawaida hata ungemtajia maendeleo gani, hawezi kubeba yeye maendeleo yake ni timu kupata kikombe. Timu ikikosa kikombe anadili hapo katika kikombe tu. Kwa hiyo ni kweli ndani ya Simba kila mtu anasema lake. Furaha ya Simba imekuwa muda mchache sana. Simba inafurahi katika matukio mawili, usajili na siku ya Simba Day. Mimi pengine nina maono tofauti. Nadhani ni kuwakumbusha tu mashabiki wa Simba. Mashabiki wa Simba wana haki ya kufurahi kipindi chote. Tumejitengenezea taratibu hizo kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ndio hicho nilichosema, mashabiki wanataka kikombe. Sababu ya pili ni kuimbishwa nyimbo. Hapa ndo kwenye tabu my brother. Hapa kwenye kuimbishwa nyimbo, kama tunataka kuitafuta haki ya moja kwa moja, tunaweza kuwa hatiani kati ya mimi ninayesema na wewe. Kwa nini? Adui yako ukimtengenezea mazingira magumu ya kuishi, umenielewa? Basi kwanza utamkondesha kwa sababu ya kufikiri. Pili, atashindwa kufuata vitu kwa weledi kwa sababu ya hicho ulichomtengenezea. Simba saizi haina tabu. Simba ni miongoni mwa timu bora. Simba tabu ipo kwa mwekezaji hatakiwi. Shika sasa hiyo. Tunaweza kuanza kuzungumza hapo. Hatakiwi mwekezaji. Ambaye ni Mo. Mohamed Dewji. Na nani amtaki Mohamed Dewji? Sio rahisi kuanza kusema, lakini tunaweza kuanza kupitia baadhi ya matukio. Nitakuonyesha kwa nini Mohamed Dewji hatakiwi na utapata jibu la moja kwa moja. Simba kuingia katika mchakato wa mabadiliko ilikuwa so hiari ya serikali, ilikuwa so hiari ya wanachama wa Simba. Hapana, muda ulitaka Simba iende kwenye mabadiliko kwa sababu dunia ilikuwa inageuka. Yaani dunia unahitaji mpira ili uende mbele, lazima kuwe na fedha kwa 100%. Tumetoka katika kujitoa, tumetoka katika mpira wa ridhaa ambao tulikuwa tunakwenda katika mpira wa kulipwa. Maana yake ni lazima kupatikane uwekezaji. Uwekezaji sasa labda ingebaki katika udhamini tu isingeleta shida sana. Uwekezaji ulihitaji sheria iseme, yani kuwe na mpango maalum ambao huu utakuwa ndo uwekezaji. Katiba itambue kuna mwekezaji, Simba itoke kwenye misingi ya kawaida ya wanachama, umenelewa, kuhendo timu iende katika nisemeje. Kwa mfano kwa sasa inaitwa Simba Holding Company Limited, maana yake Simba ianze kuuza hisa na kununua. Mchakato huu my brother Simba wameufanya takribani miaka 5 kuonyesha kuna watu wa kuhitaji mchakato. Katiba ya Simba ilikaa chini ya Kiganja akiwa BMT miaka 3. Wakati Kiganja anaojiwa, bana vipi upo na katiba ya Simba miaka 3? Kiganja anajibu anasema kama yupo mtu ana haraka kwenye mchakato aanzishe timu yake. Mwekezaji wa Simba alikuwa ameshajulikana miaka dahari, kwa sababu ukweli uliopo kwamba ili uhitaje Simba na itukuke ni timu ya kina Dewji. Simba, nirudie tena kusema, nadhani kwenye comment chini watu wanaweza kwenda kucomment, Simba ni timu ya kina Dewji toka 1974. Simba inapata kucheza nusu finali na Mihal Al-Kubra ya Misri, kina Dewji wapo. Kutoka hapo 1993 Hazim Dewji ndo alikuwa mdhamini mkuu wa Simba na ndo bosi mwenye kuiendesha mafanikio ya kucheza finali ya Federation. Unarudi finali nyingine na robo finali nyingi unamtaja Mohamed Dewji. Yani unazungumza tofauti tu, lakini familia yake na Dewji au tulishajua ndo wenye Simba yao na ndo wenye haki ya kuwekeza Simba na ndo wenye haki ya kuiendesha. Unapotaja member of Simba huwezi kuwaacha watu, lakini kunaonekana nyuma ya haya hakuna dhamira njema ya uwekezaji wa Simba na watu hawamtaki Mohamed. Sasa sendi kuwataja watu kwa maana ndo wanakataa, na wataja watu kwa maana kuna watu wakisema ukitumia maarifa unajua. Kwa mfano, kuna siku mimi nilishangaa kwenye dunia hii, mechi imesimamishwa, anapishwa rais mstaafu Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete ahutubie. Nilishangaa katika sheria za kimpira, okay, mpira ni wetu. Kikwete ana maneno anayasema yananipa picha kwa sasa. Inawezekana ni kweli. Anasema Simba wamekwenda katika mabadiliko, wametengeneza katiba na wana mwekezaji, lakini Yanga haiwezi kuendeshwa hivyo. Sasa mimi na kopi, Yanga haiwezi kuendeshwa.
Huu mchakato wa Simba ni mchakato mpya. Sawa? Haya maneno ya Kikwete inawezekana yana share kutoka kwa Yanga na Simba, ni mchakato mpya. Serikali inakiri kwamba hakuna hapa Afrika Mashariki na Kati klabu ya wanachama ilienda kwenye uwekezaji, ni Simba pekee. Maana yake mchakato mgeni kwa serikali na mchakato mgeni kwa Simba wenyewe. Lakini ajabu ya Mwenyezi Mungu, Simba wenyewe wanahitaji hiki. Kila kukicha BMT wanakuja na utaratibu mwingine katika Simba. Mara muondoleeni mwekezaji nguvu, mara FCC mchakato hujamalizika, mara bodi ya wadhamini iteuliwe na mwenyekiti. Kila kukicha my brother wanakuja na hoja mpya. Tunajua hawaji na hoja hizi kwa sababu Simba wanatakiwa kuwa hivyo, hapana. Wanakuja na hoja hizi kwa sababu Simba inaonekana dhamira ya Mohamed katika Simba ni kuisababisha Simba iende mbele. Sasa kuna mlemavu mmoja huko anachechemea. Unajua siku moja nilisema watu hawakunielewa, nasema tena. Nasema Yanga haina katiba my brother. Mimi nataka mtu aje na fakti lini. Yanga kwanza waliweka mkutano wa kubadili katiba. Na ufahamu wa kwanza kabisa, Yanga wana president of Yanga Engineer Hersi Said. Umenielewa vizuri? Yanga wangefikia wakati wa uwekezaji kikatiba hakutakiwa kuwepo kwa sababu wewe unatokana na Ghalib. Lakini kwa sababu katiba bado haijapatikana, ndio maana unamuona engineer yuko tu. Lakini ukipata katiba na ikakamilika, tayari hawa watu FCC na wengine wanamrudia, wanamwambia mizani na kukataa kuwepo hapo. Kuna mkutano mkuu gani wa Yanga ulisema tayari tumekamilisha katiba? Hakuna. Mkutano wa mwisho katiba ilikuwa inakwenda katika matawi, wakasome waje na mrejesho. Toka hapo sijasikia chochote na jambo limezima. Sasa kwa sababu najua maneno ya Jakaya yalisema hii haiwezekani kuwa kama Simba, na kweli haiwezekani. Katiba itakuja itakuwa inaeleza hivyo hivyo katika udhamini. Sasa huku kila kukicha my brother, BMT inakuja na hoja kila kukicha, na ndio maana leo inapoonekana hoja hazifiti imetengenezwa mazingira. Sasa sijui na nani, ngoja niwe neutral, sijui na nani kugombanisha kati ya wanachama wa Simba na mwenyekiti wao. Hizi ni hoja zimezuliwa nje. Kwa nini haya mambo hayatimii? Ni mwaka wa 3 tunalazimishwa kuweka viraka vya katiba. Utaona ajabu, katiba ya Simba ni mpya brother. Na miongoni mwa sehemu BMT imeshauri, nisisahau, tutoke kwenye Simba Holding Company Limited turudi kwenye Simba Sports. Ilhali Simba Holding Company Limited, Braila na Lita wanatambua na walisajili. Sasa wewe utashangaa, hizi zote hizi ni taasisi za serikali lakini zenyewe hazina mawasiliano katika haya mambo. Kwa hiyo my brother Mondo hatakiwi katika Simba. Ambao hamtaki ni watu, kuna nguvu kubwa nyuma. Utaona nimetaja, sijataja moja kwa moja kwa sababu siku hizi watu hawapendi kuambiwa ukweli. Umenielewa sijui nguvu inayotumika kwenda kumuondoa Mohamed ni nguvu kubwa, na watu hawa wana mamlaka ndio ambao hawamtaki Mohamed Simba. Ngoja nikukumbushe hichi kitu. Mimi napenda kukopa mifano. Kuna kipindi bwana watu waliwahi kumuoji Ghalib. Wakamwambia Ghalib, bwana sawa, lakini rais uliotuletea hapa ni mfanyakazi wako. Maslahi yako mbona yatasimamiwa kikubwa? Alisemaje? Kama ni hivi niondoke. Sio, umenielewa? Leo alitaka kuondoka, kama unakumbuka watu wanajisaulisha. Leo unamwambia Mohamed asiwe na nguvu, yani aichukue fedha ikabidhiwe kwa mwenyekiti wa timu. Alafu hata ile bodi ya wakurugenzi ile kwa mujibu wa wanavyotaka BMT iteuliwe na mwenyekiti wa timu. Naye ndo awe mwenyekiti wa bodi. Unampata tajiri gani? Yani unamchukulia meno alafu yao yanatia fungu lake hilo moja. Lakini jambo la pili, tunawaambia sa BMT, ushauri wangu kwa namna nilivyoelewa, kama wanataka hayo yawe, wampe mtaji huyu mwekezaji wa pili, kwa sababu wawekezaji watatu watakuwa upande wa uwekezaji. Mwenye msingi anatakiwa awe Simba. Simba ana shilingi 10 benki. Kama wana nia ya dhati, kabla ya kuweka masheria yao hatujayapokea, kwanza wampe mtaji Simba Sports, wamkopeshe hata bilioni 40. Alafu wamwambie sasa tunga sheria hizi, kwa sababu mtaji unao. Mwekezaji akija akukute una mtaji, mtu hana hata 100, mnaenda kumwekea sheria migumu. Hamuitakii mema Simba, hamuwatakii mema wana Simba. Kwa hiyo vita hii tunaandaliwa na watu ambao sijawataja, nadhani utakuwa umenielewa. Nimetumia mafumbo ili wakija kuniuliza niseme nyinyi sijawataja. Watu hawamtaki Mohamed Simba, hamna kitu kingine. Kwanza yani sio natamani kuwepo, natamani Simba iitwe Mohamed Dewji kwa sababu zifuatazo. Wao ndo members of Simba, ndo wenye Simba yao. Mohamed Dewji bajeti iliyopita hii unayoiona ameweka bilioni 6 na nukta. Twende kwenye hesabu, mimi sijasoma. Ukichukua zile 20 aloweka Equity zikizaa mara mwaka, hatuwezi kupata 3.5. Manake 2 bilioni au 3 ametoa kwa hiari yake.
haiwezekani hata siku moja mwanamke aliyepambwa na mtu mwingine wewe ndio uje kumuona mzuri uoe, sio kweli. Mohamed sio awepo. Ikiwezekana tuweke kikao, Simba itwe Simba Mohamed Dewji na iendelee na vitu vingine. Mimi binafsi nitakuwa niko tayari kwa sababu dhamira njema. Vinginevyo tutaambiwa kuna DP World. Kuna watu wanatudanganya wanasema kuna DP World wanakuja. Anaitaka Simba. Hawa wakija watakachokifanya hakuna chengine isipokuwa ni kuweka sehemu ya faida watakayozaa. Hawawezi kutoa income kutoka mfukoni kusaidia club. Mohamed kipindi chote hicho katumia zaidi ya bilioni 80 na upuuzi. Hiyo pesa inatoka mfukoni mwake kwa sababu hatuna si uwekezaji kati ya sisi na Mohamed ambao umekamilika kwa 100%. Yeye ameweka tu bondi ya bilioni 20. Ikizaa huwezi kufika alipofikia huko kutumia. Kwa timu ili iende kwanza inahitaji mtu mwenye dhamira kama Mohamed na alivyo Mohamed. Sasa mimi yangu katika swali hilo nimejibu hivi, natamani hata Simba iitwe Dewji. Mimi binafsi kwa sababu ndo member of Simba. Hakuna watu wengine na ndo wenye Simba yao. Dewji alishawahi kuzungumza akasema kwamba ana mapenzi na Simba, sio kwamba tu anawekeza. Inasemekana atoka akiwa na umri mdogo na ndo mtu ambaye alisema ataijengea Simba uwanja na tayari Simba ina uwanja. Sehemu ambayo inagombana Simba na serikali ni pichi kuwa na majukwaa. Unajua watu wengi hawajui kwa nini Simba tunachelewa kuwa na uwanja. Serikali imeweka sheria Simba na Yanga tuwe na stadium. Kungekuwa kuna sheria inaruhusu Simba na Yanga tuwe na complex. Sasa hizi pale tunaua uwanja mmoja tunaweka mavyuma tu. Lakini sisi tuna tofauti, wenzetu hata mfereji hawana. Nimetaja tu kwa mfano ya kufanana. Yanga hata mfereji hawana. Wamepewa ahadi ya kujengea uwanja. Wanaanzisha academy Wamepewa ahadi ya kujengea. Wakati anaingia engineer ilikuwa ndo ahadi hiyo. Umenielewa vizuri? Mwaka wangapi engineer yupo? 4. Hata mfereji hamna. Yanga hawezi kupata uwanja. Nyinyi wenye uwanja mmeshindwa hata kuanzisha academy. Sisi Simba sisi sio academy. Kwanza nikutajie, si kwanza hatuna mpango wa academy kwa sababu hata vyuo vya soka viko vitatu duniani. Ajax Amsterdam Orange, De Janeiro Brazil na Dar es Salaam Simba Sports Club. Si ni university. Hii mipango ya academy ni ya Yanga, mipango ya academy ni ya Azam. Sisi kazi yetu mlete hata aliyefeli tumtengeneze kuwa mchezaji, ndio kazi yetu. So academy. Watoto wale wanacheza sasa hizi wana uwanja kao wamekodisha kwa Sasa hiyo si utumwa hiyo, klabu kama Yanga ukakodi ya Vic Town brother, kuna kuferi kwingine huwezi kukuona mapema. Huu ni utumwa mkubwa. Klabu kama Yanga hata kweli sehemu ukakuchezea mazoezi hakuna. Wajitahidi alau wapate viwili kama vile alafu wafikiri katika academy. Si hatufikiri kwenye academy. Okay, unaiona Simba wapi msimu huu? Simba ni bingwa wa ligi. Kitu cha kwanza watabeza, wanaona kama haiwezekani, inawezekana kwa sababu ili Simba awe bingwa anampima Yanga. Katika timu mbovu mwaka huu kuwahi kutokea, Yanga nayo imo. Yanga wakiwa on fire brother, kina Coast yao ndo wanakupa majibu. Sasa hivi hajapoteza mchezo wote. Yanga wakiwa on fire wanakupa majibu kwenye kina Coast na Fountain Gate, unakuta wanachukua 7-4. Yanga ndo wanakwambia sisi tuko imara. Ukiona hao pia bendi ya skindi hadi penalti za uongo. Goli dakika ya 70, golikipa afanye uvumilivu kidogo klabu iende. Yanga kusema kweli hawako vizuri. Sijui dirisha dogo kama wataongeza. Hiyo ndo inanipa imani mimi kwenda kuwa champion. Dirisha dogo anamchukua Mpanzu. Haina shida. Haina shida na sio Mpanzu tu. Ndio maana nikasema si upo chuoni, tutaenda kuwatafutia mwingine na wachukue. Lakini si karibuni hapa hatujafikiri kwenda kuchukua Yanga kwa sababu tunaamini si ni wabora kuliko Yanga. Hatuwezi kwenda kuchukua mchezaji kutokea Yanga karibuni. Ndio maana unasikia Pacome anakuja, sijui Zingeli akiye kuzungumza na wao waje chuoni. Wakitoa Mpanzu tutaenda kuokota mwingine kama Mpanzu, watakutana naye kwa sababu tuna uwezo wa kuona wachezaji. Shukrani. Asante sana.